Kukaribisha, niko Shining Star Heaven Embassy. Leo tuna darasa na fundisho linalosema hawa viumbe 9 wanaweza kuwa ni ishara ya kinabii nyumbani kwako au kwenye mazingira yako unapowaona mara kwa mara, na ukawa ni mtu ambaye unafuatilia mambo ya rohoni. Na unaweza usio unafuatilia, lakini yeye Mungu ameshazungumza. Kwa hiyo watu wanaangamia kwa kukosa maarifa, Hosea 4:6. Kwa hiyo tunaweza kujua au tunaweza tusijue, lakini yeye Mungu ameshasema. Kwa hiyo sisi ni lazima tupambane kujua sauti ya Mungu ili tuweze kuendana na misingi yake. Kwa hiyo hivi ni vitu vinavyowakilisha ishara mbalimbali. Unapoona mijusi mara kwa mara kwenye mazingira ambayo ni hatarishi, au ndani yako, ndani ya nyumba yako, au kwenye mazingira yako, Mungu anaweza kuwa anasema. Na mijusi hii inatokeaje? Inaweza kuwa unapita sehemu, unashangaa ghafla mjusi huo unaonekana. Kwa hiyo ni vitu vinatokea ghafla. Kwa hiyo kuna ule uhalisia wa viumbe kutokea kawaida, lakini kuna uhalisia wa viumbe kutokea njia isiyo ya kawaida. Kwa hiyo tunaweza kutofautisha kiumbe cha kiroho na kiumbe cha kimwili. Kuna kutokea kusiko kwa kawaida, lakini pia kutokea kwa kawaida. Kama ni viumbe vimetokea kawaida, ina maana hiyo ni kitu cha kawaida, na kupasivu kile kiumbe umekiona kawaida. Lakini unapoona umekiona kwenye njia isiyo ya kawaida, alafu umepewa rohoni, ndani ya roho yako umepewa taarifa, yani ni kama umefunuliwa, umepewa ujumbe fulani au hofu fulani juu ya kile kitu, au hatia fulani juu ya kile kitu, basi jua hicho kitu huenda ni cha kiroho na ni jambo usilotakiwa kulichukulia kawaida. Kwa hiyo cha kwanza ni mjusi. Mjusi anaweza kuwa ni ishara labda ya roho ya uzinzi, roho ya ukahaba inakushambulia, au tamaa inakuja, au roho za namna hiyo. Lakini jongoo pia inaweza kuwa ni roho ya kushindwa kupiga hatua, roho ya kujikunja, roho ya usingizi, roho ya kukosa mwelekeo. Lakini pia inaweza kuwa ni roho kulingana na Mungu anavyofunua mtu au kitu. Lakini panya inaweza kuwa ni roho ya hasara, lakini pia roho ya kupoteza. Lakini buibui inaweza kuwa ni ishara ya kizuizi kipo kwenye maisha yako, au kikwazo au kifungo. Lakini 4 ni nyoka. Nyoka anaweza kuwa nyoka anaweza kuwa ni ishara ya roho chafu imeshambulia nyumba yako au maisha yako. Ina maana roho hatari au mtu hatari yupo amekuja kwenye maisha yako. Lakini 5 ni nge. Nge pia inaweza kuonesha ishara ya watu hatari au vitu hatari vinakuja kushambulia kwenye maisha yako. Lakini 7 ni mende. Mende inaweza kuonesha ishara ya roho ya uchafu. Roho ya uchafu ipo inashambulia maisha yako, au mawazo machafu, au maamuzi machafu, au uchafu au. Lakini kitu cha 8 ni chura. Chura inaweza kuwa ni vizuizi, kushindwa, lakini pia kukosa mwendelezo. Lakini mwisho kabisa, mapaka. Unashangaa analia nyumbani kwako au kwenye mazingira yako, ina maana inaweza kuwa ni wachawi wapo wanafuatilia kuiba nuru yako au hatima yako. Lakini pia inaweza kuwa ni ishara ya roho chafu, hususani maadui wa maisha yetu. Kuna wakuu wa giza, jeshi la pepo wabaya, farume, mamlaka. Kwa hiyo paka huwa ni ishara ya mamlaka, wachawi lakini wenye hadhi ya mamlaka. Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima tukitofautishe, tukitambue, tukijue, ili tuweze kushinda kirahisi. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.